Kwa kuna kikundi ambacho kiko hapa mjini, wanafanya utapeli kupitia kwenye maduka makubwa wanauza vifaa vya jumla, vifaa vya ujenzi, mafuta haya ya kupikia, kwa kutumia mitandao simu. Hiki kikundi mpaka sasa tumebaini watu 6 kwenye kundi hilo. Hili kundi wanapita kwenye maduka, wanasema tunataka labda kwa kiwango kikubwa sementi mifuko 200, wanapewa mifuko kadhaa. Wakishapewa hizo sementi wasema pesa utachukua mahali fulani. Kwa hiyo unakuta wafanyabiashara wetu wengi sana hapa wametapeliwa. Kwa hiyo tarehe 31 mwezi wa kwanza 2026, baada ya kupata hizi taarifa tulifanya msako wa kina. Kuna mwananchi mmoja alikuwa ameibiwa kwenye duka lake saruji mifuko 60. Kwa hiyo tukabidi tufanye ufuatiliaji wa kina sana ili tujue ile kundi liko wapi. Baada ya ufuatiliaji tukafanikiwa kukamata watu 6, lakini baada ya kufuatilia tukapata ile sementi mifuko 60. Kwa hiyo yote tukawa tumerecover kwa kushirikiana na yule mwananchi ambaye alikuwa ametapeliwa. Kwa hiyo kundi hili lipo, tumewashikilia. Yuko anaitwa Ali Maulid Ali, ana miaka 29, ni Mshirazi wa Manyanya. Mwingine Salum Omari Abeli, miaka ya 37, Makonde wa Manyanya. Abdalla Kombo Hamisi ana miaka 28, naye ni Mshirazi wa Mwakaje. Mwingine Mudhiri Saidi Hamisi, miaka 22, naye anakaa Mwanyanya huko. Mwingine ni Hamadi Idi, yeye ana miaka 35, Mshirazi wa Bububu. Na yuko Suleiman Idi Musini, ana miaka 35, yeye ni mkazi wa Kama. Hawa ili kundi hili ni kundi kubwa, limeleta madhara makubwa. Mpaka sasa wameshatambuliwa kwenye kesi 4 ambazo wametapeli wafanyabiashara na kuiba mali nyingi tu. Kwa hiyo nataka tu wito wangu hapa kwa wananchi wajue kwamba kuna hawa matapeli. Kwa mtu anapokuja kununua kitu dukani kwako, hakisha kwamba analipa pale pale. Kwambia utakuja baadaye iwe vile, kataa. Na hawa ni wajulishe tu kwamba hapa mjini Magharibi hatutakubali makundi kama haya yaendelee kuwepo. Sasa kuliko kundi ambalo tumelikamata linaitwa Kujitegemea Amani Center. Kundi hili limetapeli kina mama wengi, limetapeli watu wengi. Kwa hiyo tunalishikilia kundi hili, tunaendelea na mahojiano nao. Lakini niwaambie tu wananchi, hasa kina mama, unapoambiwa kuna mkopo, tulia, nenda kwa sheha. Sheha atakuelewesha kama ni kundi linaloeleweka, linalofahamika, utajua. Kwa hiyo wananchi wawe na uhakika kwamba watakuwa salama. Lakini yako mengi tu pia kusema tutatoa ajira za jeshi, ajira za polisi, ajira za idara maalum za SMZ, ajira za kufanya usafi kwenye barabara, ajira mbalimbali. Kwa hiyo niwataka wananchi tu, ukiambiwa mambo ya hovyo, nenda kwa viongozi. Nafikiri kwenye mitandao ya kijamii mliona juzi kuna kundi linajiita Lobet. Mliona wamerushwa wanafanya mazoezi ya mapanga. Nafikiri mliliona wananchi wakapata taharuki kubwa. Sasa nilichotaka kusema tu ni kwamba kundi hili tumeshalikamata. Tumekamata kwenye kundi hili, tumefanikiwa kukamata watu 6. Kiongozi wao tunamtafuta. Yupo, ana familia yake, ana mke, yeye ndo anayewalisha na kuwatunza. Wanakaa kwenye misitu, au wanajificha kwenye msitu wa Uelezo pale. Tumeshawakamata na tumewahoji, wamekiri matukio mbalimbali ya kihalifu ya unyang'anyi mitaani, wanaonyang'anya wananchi. Kwa hiyo wako mbaroni, tunaendelea nao. Kwa hiyo wako 6 hawa. Nafikiri hawa tuendelee kuwahoji, lakini jamii ijue tu kwamba wamekamatwa. Niwatake wito kwa wazazi kwamba usikubali mtoto wako akaenda kwenye kikundi. Anasema tuna kikundi chetu, tuna maskani yetu, tunaenda. Hii ni hatari sana. Kwa hiyo niwaambie wananchi tu kwamba tuko makini, tuko imara, jeshi la polisi kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama. Eneo la mwisho ambalo nitaka leo nilieleze kwa wananchi na nitoe wito pale ni swala la usalama barabarani. Ajali. Kwa kipindi kifupi hiki tumeshuhudia ajali nyingi sana.